Asiyecheza utotoni atalia ukubwani. Msemo huu unaonyesha kuwa umuhimu wa michezo ya kitamaduni kama gololi unalea furaha, ushindani, urafiki, kiungwana kwa watoto. Na mtazamaji wa Asam Online TV, nikukaribishe tena katika kipindi cha Nukta ya Leo, ambapo leo nitakuelezea umuhimu pamoja na kusimulia simulizi fupi inayohusu mchezo wa gololi. Hivi unakumbuka mchezo wa gololi ulicheza lini na mwaka gani? Basi leo kwa nami mwanzo hadi mwisho. Tukumbuke kuwa mchezo wa gololi unadaiwa kuanza tangu zama za kale, ambapo ushindi unaonyesha kuwa watoto wa Misri, Roma na Ugiriki walicheza michezo inayofanana wakitumia mawe madogo au vipande vya udongo vilivyopangwa kwa umbo la duara. Katika vichochoro vya visiwa hivi, watoto hukusanyika mchana kutwa wakichora duara ardhini huku wakipanga gololi zao. Mmoja baada ya mwingine hupiga gololi kwa uangalifu mkubwa, wakishindana kwa ushindani wa kulenga na kugonga gololi za wenzake. Gololi si mchezo tu, ni urithi wa utotoni, umakini, urafiki na heshima. Nakumbushia mchezo wa gololi. Mchezo wa gololi ni muhimu kupoteza muda. Na mchezo huu amenifundisha kaka, na mpaka sasa hivi nautumikia, nafundisha ndugu zangu. Ukitaka kuanza kucheza mchezo wa gololi, unaanza kusema kama wewe ukitaka kuwa wa mwisho utasema tiro, utasema kama kijukuu, utasema second. Bali ya hivyo ukicheza ukuwa karibu na mtu, kama unampima pima tatu, utamwambia kama konzi tu, na kama kwa yuko mbali ukitaka kumuua ndio unaweza ukalenga shabaha wewe mwenyewe. Ukianza kucheza gololi, mwanzo utakuwa urushe gololi yako kuchukua nafasi yako, kama wewe wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kurusha, unarusha gololi yako. Gololi yako ikiwa ya kwanza isivuke oti, iwe nyuma ya oti. Na itakaya kufuatana wanachukua nafasi iliyobaki. Nafasi ya kwanza inachukulia yule mwenye alikuwa hajavuka oti na mwenye karibu kuvuka kwenye oti. Na nafasi ya pili inachukua nyuma ya nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili inachukuliwa na nafasi ya tatu. Kuanza kucheza, anaanza kwanza kurusha kwenye oti au kujitega. Na wanafuatana, mchezo unaendelea. Kila mtu anaendelea kucheza, unakula sokoni au unajitega. Lakini pia kuna mida ya vidude, gololi yako inaweza kukwama mwa sokoni. Inakuwa kama ni faulu, unatoka sasa kwenye mchezo. Na leo tunakumbusha mchezo huu wa gololi ambao uliwafundisha walio wengi. Tiro. Kufte gololi yangu ya huko. Lege huko. Sababu imerendi hapa. Chagua. Wewe kwa? Bado chagua. Ndio hapo mfano. Angalia kufahamu. Subiri ngoja. Zama yule kule. Sele cheza. Hicho. Hii kabisa. Ingawa gololi ilikuwa mchezo wa watoto, wazee wengi wa leo wanaukumbuka kwa furaha, kwani nao walicheza wakiwa wadogo, wakipiga gololi chini ya kivuli cha mikoko au kwenye mchanga wa pwani. Mchezo wa gololi umegawanyika katika makundi mawili makuu. Mchezo wa gololi, kundi la mwanzo unaitwa ni tweni, ambao kwamba mchezo huo kila mmoja anakuwa na gololi yake, halafu wanakuwa wanachimba na kishimo kati na kupiga mstari wa oti, manake ni wa mpaka na kuvuka. Wanapokuwa wanapocheza wanasimama kwenye kishimo kila mmoja na kurusha gololi yake kwenye mstari wa oti, manake mstari wa mpakani. Anayevuka manake huyo atakuwa ndo anaambiwa kwamba kaupa, manake ndo amevuka mstari, itabidi yeye asubiri mwisho mpaka walokuwa wanovigezo wacheze. Lakini pia wanairusha zile gololi kwenye mstari wa oti, ina maana kwamba atakifika gololi yake karibu na ule mstari wa mpaka au wa oti, manake yeye ndo kashinda, na atakayekuwa nyuma yeye atakuwa ni wa mwisho. Kwa hiyo kadiri gololi yake inavyoanguka karibu na ule mstari, yeye ndo anakuwa mshindi ambaye atapewa ruhusa ya kuanza kucheza mwanzo, na wengine nao wanakuwa wanafuatilia. Lakini atakayevuka mstari huo manake atakuwa ndo akaimwisho zaidi, kwa sababu yeye ndo kaupa.
manake amekosa sifa za awali za kufanya vile. Kwa hiyo watakapofika kule, yule wa mwanzo naye atarusha gololi yake kupeleka kwenye kishimo, manake hapo ndo wanataka wacheze tweni. Gololi ambayo itaingia ndani ya kishimo, manake kwenye mahesabu yeye alikuwa ni hodari na ni bora zaidi, kwa hiyo hesabu yake moja kwa moja yeye atahesabu kama kafika 10. Kwenye hesabu ya kutoka na namba 1 mpaka 11 yeye atakuwa ameanza na 10 moja kwa moja. Na yule ambaye karusha gololi yake kukibemba kile kishimo lakini amekikosa, manake na yeye atasubiri nafasi yake ifike ili acheze kwa kuhesabu moja moja mpaka afike kwenye 11, manake afika 11 akimaliza 12 na kwa hiyo ndo kashinda na katoka. Anasubiri yule ambaye alishindwa mpaka mwisho, yeye atakuwa ndo ameshindwa kabisa na atadima, manake wa kudimishwa. Kila gololi inayochezwa ni hadithi ya utoto, hadithi ya Zanzibar yenye urithi mkubwa wa michezo ya asili. Sasa wewe mtazamaji wa Asam Online TV, ulikuwa unacheza gololi wapi? Andika maoni yako uniambie. Ulikuwa bingwa wa kulenga au ulikuwa mtaalamu wa kuchukua gololi za wenzako? Jina langu ni Madina Omar, lakini nyuma kamera ni Jabir Ridhiwani. Usiache kufuatilia Nukta ya Leo katika chaneli yetu ya Asam Online TV.